Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa baadhi ya washirika wake wamemuomba kupunguza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi kufuatia kuongezeka kwa mgogoro wa mafuta duniani. Akizungumza baada ya ziara yake katika nchi za Ghuba, Zelensky alisema wamepokea ujumbe kutoka kwa washirika unaouliza namna ambavyo mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya sekta ya mafuta na nishati ya Urusi yanaweza kupunguzwa. Alisisitiza kuwa Ukraine iko tayari kusitisha mashambulizi hayo ikiwa Urusi nayo itasitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Hata hivyo, haijawekwa wazi ni nchi zipi hasa zimetoa ombi hilo, ingawa hatua ya Marekani kupunguza baadhi ya vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi inatajwa kuhusisha na kupanda kwa bei ya nishati duniani kulikosababishwa na vita vinavyoendelea Iran. Kauli hizi zinakuja baada ya Ukraine kufanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi, ikiwemo kushambulia kituo muhimu cha usafirishaji mafuta katika bandari ya Ust-Luga karibu na St. Petersburg. Rais Zelensky alitoa kauli hiyo baada ya kumaliza ziara yake katika Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Jordan, na sasa anarejea Kiev. Kauli ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema kwamba washirika wanamtaka apunguze mashambulizi dhidi ya nishati ya Urusi ni kutokana na mgogoro mkubwa ambao kwa hivi sasa unaendelea Mashariki ya Kati na umeathiri kwa kiasi kikubwa sana sekta ya mafuta duniani na kupelekea kupanda kwa bei ya mafuta pamoja na gesi, lakini pia kupungua, yani kile kiwango cha upatikanaji wa nishati duniani kimepungua kwa asilimia nyingi sana baada ya mzozo ambao umesababisha miundombinu ya nishati Mashariki ya Kati kuweza kuharibika. Hivyo sasa Urusi iliweza kuondolewa vikwazo na Marekani na kupata ile access au uwezekano wa kuweza kuanza kuuza mafuta katika nchi kadha wa kadha duniani. Yani kuondolewa kwa vikwazo vya Urusi kumesababisha sasa urahisi kidogo mafuta kuweza kupatikana kwa wingi sasa bara la Ulaya. Hivyo Zelensky ameombwa kupunguza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati pale nchini Urusi. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa nyingi zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.